Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump anashughulikia suala la Iran kwa tahadhari kwa sababu anahofia kwamba Iran inaweza kurudi katika hali kama Libya. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la New York Post ambalo limeripoti. Moja ya vyanzo vimesema Trump hataki Iran igeuke kuwa Libya na ndio maana anapambana kuona namna gani vita hivyo vinaenda kumalizika. Kuna sababu mbili za Trump kuzungumzia Libya. Ya kwanza ni machafuko baada kile tulichomfanyia Muammar Gaddafi. Ya pili ni kuingilia kati kwa Libya kulifanya iwe vigumu kufanya mazungumzo na nchi kama vile Korea Kaskazini na Iran, kilisema chanzo kingine kilichosikia rais akitaja moja kwa moja ulinganisho huo. Kulingana na habari iliyopatikana kupitia gazeti la New York Post, Trump anapendelea makombora madogo kwenye maeneo ya nyuklia huko Natanz na Fordo. Anasema Libya ilikuwa aina iliyopanuliwa zaidi ya kujitolea kwa mabomu na ilishia kuwa mabadiliko ya serikali, chanzo kingine kilisema. Kufuatia kupinduliwa na kuuawa kwa kiongozi wa zamani Muammar Gaddafi mwaka 2011, Libya ilikoma kufanya kazi kama nchi yenye umoja. Katika miaka hivi karibuni, mvutano wa muda mrefu wa kugombea madaraka umeendelea kati ya mamlaka yenye makao yake makuu mjini Tripoli huku magharibi na wapinzani wao wa mashariki wakiungwa mkono na jeshi la taifa la Libya chini ya uongozi wa Khalifa Haftar. Wachambuzi wa mambo wamezungumzia kauli ya Donald Trump kwamba Iran inaweza ikawa kama Libya, wakisema kwamba kuna tofauti kubwa sana iliyopo kati ya Libya na Iran katika nyakati hizi. Nchini Libya mwaka 2011 ni kwa sababu raia katika taifa hilo walianzisha maandamano kwa ajili ya kuhakikisha serikali inaondoka madarakani, na hili ndilo ambalo Marekani pamoja na Israel wanalitaka, na hata Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alizungumza hivyo akisema kwamba lazima raia waichukie serikali yao, na hii ilikuwa katika hotuba yake ya kwanza baada ya kufanya shambulizi nchini Iran na baada ya Iran kulipiza kisasi, na hivyo anaona kabisa kwamba huenda akafanya kila namna na kila juhudi kuhakikisha anaigombanisha serikali ya nchi hiyo dhidi ya wananchi wake. Lakini imekuwa tofauti kabisa nchini Iran. Kupitia vyombo mbalimbali vya habari na mitandao ya kijamii inaonyesha raia wakiandamana wakipinga kile kinachofanywa na Israel, wakiunga mkono kwa kiasi kikubwa serikali yao chini ya Ayatollah Al-Khamenei. Mazungumzo ya kisiasa ya Libya yalisimamiwa na Umoja wa Mataifa huko Geneva, ikichagua mtendaji mkuu wa muda aliyeinua kutaka kutawala hadi uchaguzi mkuu ambao bado haujafanyika. Makundi yenye silaha yanayofungamana na mirengo pinzani ya kisiasa mara kwa mara hujihusisha na makabiliano ya wazi na kusababisha vifo vingi. Kuna serikali mbili ambazo hazijatambuliwa nchini Libya. Ya kwanza inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa na kuongozwa na Abdul Hamid Beibe iko mjini Tripoli, na ya pili ikiwa ni ya mamlaka ya Baraza la Wawakilishi. Awali ilikuwa na makao yake mjini Benghazi na baadaye kuhamia Sirti. Inaongozwa na Osama Hamad. Katika mahojiano na shirika la utangazaji la taifa la Israel la Kan, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema Israel haioni kupinduliwa kwa serikali ya Iran kama lengo lake, walakini hakuondoa uwezekano kwamba operesheni ya Israel inaweza kusababisha hili, kwa maana kufanya mapinduzi na kuwaondoa madarakani viongozi waliokuwepo. Lakini cha ajabu, licha ya kwamba anaamini uwezo huo wanao, lakini wanazidi kuomba misaada kutoka nchini Marekani kwa ajili ya kufanya kazi kama hizo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.